Kuna watu wanakula sana lakini bado wanahisi mwili mzito, akili imechoka na nguvu zinapotea mapema. Na kuna watu wanaokula vitu vidogo tu lakini mwili wao unaendelea kufanya kazi kwa uthabiti wa ajabu. Siri haipo kwenye wingi wa chakula, bali ipo kwenye uchaguzi wa vyakula vidogo vilivyobeba nguvu kubwa ya ndani. Ukikosa vyakula hivi, mwili wako unaweza kukusaliti taratibu bila dalili kali. Leo nitakuonyesha vyakula vidogo lakini vyenye uwezo mkubwa wa kubadilisha afya, nguvu na uimara wa mwili wako kwa kiwango cha ndani. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina, mtaalamu wa afya asilia, kwa kutumia mimea tiba kwa lengo la kuimarisha na kutibu maradhi mbalimbali ndani ya mwili wa binadamu. Dr. Mkina pia anasaidia watu kuelewa chanzo cha matatizo mbalimbali mwilini na jinsi ya kuyatatua kwa kutoa elimu sahihi kulingana na tatizo husika. Kwa ushauri na huduma za afya asilia, wasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uweze kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Bila kupoteza muda, leo tutazungumzia kwa kina vyakula vidogo vinavyoupa mwili nguvu. Tatizo kubwa kwa watu wengi ni kufikiri mwili unahitaji milo mikubwa ili upate nguvu. Ukweli ni kwamba mwili unapokosa madini muhimu huanza kufanya kazi kwa shida. Ndipo unaanza kuchoka haraka, kupoteza umakini, kushuka hamasa na mwili kukosa uthabiti wa kila siku. Hili linaweza kukupeleka kwenye matatizo makubwa ya kiafya bila wewe kugundua mapema. Endelea kunisikiliza kwa makini, kwa sababu chakula kimoja tu hapa kinaweza kuwa chanzo cha mabadiliko makubwa katika maisha yako ya kila siku. Mbegu za maboga. Mbegu za maboga ni ndogo sana kwa macho, lakini ndani yake kuna hazina kubwa ya madini muhimu kama zinc, magnesium na chuma. Madini haya husaidia sana mwili kuzalisha nguvu kwa ufanisi na kusaidia urejeshaji wa seli baada ya uchovu. Mbegu hizi pia husaidia utendaji wa misuli na ubongo, hivyo kukuacha ukiwa makini na mwenye uthabiti wa kimwili. Kiasi kidogo kila siku kinaweza kufanya tofauti kubwa sana. Mchicha. Mchicha ni mboga ya majani yenye uwezo mkubwa wa kusaidia mwili kufanya kazi vizuri unapokuwa kwenye msongo. Una madini yanayosaidia misuli kufanya kazi bila kuchoka haraka. Mchicha husaidia kuzuia kushuka kwa nguvu katikati ya siku na kuimarisha uthabiti wa mwili. Unaweza kula mbichi au kupikwa kwa muda mfupi ili kulinda virutubisho vyake. Parachichi. Parachichi ni chanzo bora cha mafuta yenye afya ambayo husaidia uwiano wa homoni za mwili. Homoni zinapokuwa kwenye uwiano mzuri, mwili hupata nguvu ya kudumu na akili hubaki tulivu. Parachichi pia husaidia kudhibiti mabadiliko ya hisia na kukuacha ukiwa na hamasa ya kuendelea na shughuli zako. Tunda moja kwa siku linatosha kabisa. Komamanga husaidia sana mzunguko wa damu mwilini. Damu inapozunguka vizuri, viungo hupata hewa na virutubisho kwa wakati sahihi. Hii huongeza nguvu ya ndani, kujiamini na umakini. Mbegu mbichi za komamanga zina faida zaidi kuliko juisi zilizohifadhiwa kwa sababu hazijapoteza virutubisho muhimu. Dengu. Dengu hutoa nishati taratibu bila kusababisha kupanda na kushuka kwa ghafla. Hii husaidia mwili kuwa tulivu na wenye tija kwa muda mrefu. Pia dengu husaidia kudhibiti sukari ya damu na kuzuia uchovu wa mapema. Uendelevu wa kula kwa kiasi ni siri ya faida zake. Chokoleti nyeusi. Chokoleti nyeusi yenye kakao nyingi husaidia ubongo kufanya kazi vizuri na kuboresha hali ya moyo. Ina virutubisho vinavyopunguza msongo wa mawazo na kusaidia umakini. Inapoliwa kwa kiasi sahihi, hutoa faraja ya ndani bila kuharibu afya. Epuka chokoleti zenye sukari nyingi kwa sababu hupunguza faida zake. Shayiri. Shayiri husaidia kudhibiti utoaji wa nishati mwilini kwa utaratibu mzuri. Hushibisha kwa muda mrefu na kusaidia mmeng'enyo wa chakula. Shayiri pia husaidia mwili kujirekebisha baada ya shughuli nzito. Ni chakula bora kwa asubuhi au jioni. Ndizi. Ndizi ni chanzo kizuri cha potassium ambayo ni muhimu kwa mishipa ya fahamu na misuli. Husaidia kuzuia misuli kuchoka au kukaza ghafla. Ndizi hukuwezesha kuendelea na shughuli zako bila kupoteza umakini. Ni bora kuliwa mbichi ili kupata faida kamili. Matunda madogo. Matunda madogo yana virutubisho vinavyopunguza msongo wa ndani ya mwili. Msongo unapopungua, mwili hufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pia husaidia mzunguko wa damu na afya ya mishipa. Kikombe kimoja kwa siku kinatosha kutoa faida kubwa.
Mafuta ya mzeituni. Mafuta ya mzeituni husaidia kudumisha uwiano wa ndani wa mwili, husaidia afya ya mishipa na kuongeza nguvu ya kila siku. Ni bora kutumiwa kwenye chakula baridi au bila kupikwa sana ili asipoteze virutubisho vyake muhimu. Karanga za msonobari. Karanga za msonobari ni ndogo lakini zina nguvu kubwa sana. Zina madini yanayosaidia uzalishaji wa nishati mwilini na kuimarisha uwezo wa mwili kufanya kazi kwa uthabiti. Kiasi kidogo tu kila siku kinatosha kutoa manufaa makubwa. Kumbuka hili, vyakula vidogo vinaweza kubeba nguvu kubwa kuliko sahani kubwa. Ukivila kwa mpangilio na kwa uelewa, mwili wako utajenga uthabiti wa ndani unaodumu. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya skrini ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana. Tukutane tena kwenye video zijazo.